Nikaenda kwa mama, nifika pale, upendo ule ukawa hamna. Nikamwambiaje mama, nikafika kuwasalimia. Nikamwambia mama, mimi nimeokoka kabisa, mimi yaani ninamfuata Yesu. Mama akaniambiaje, hivyo siku hizi umekuwa chizi, umekuwa mwehu, si ndivyo? Nikamwambia mimi sijaachizi, ila mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka kabisa, kwa sababu asingekuwa huyu Mungu, mama, hata wewe usingeniona hapa. Akaniambia hivyo mtoto umeshakuwa mwehu siku hizi, na hapa kwetu hamna wokovu, na kama umeokoka hapa kwetu usikae na usije ukakanyaga. Nikamwambia nikasemaje, yaani nilipata tu jasiri nikamjibu mama wangu. Nikamwambia mama, kama nyie mmenikataa, najua mmenikataa, lakini huyu Mungu aliyeniokoa mimi, asingekuwa huyu Mungu unayesema wewe kwamba humjui, mimi leo hii usingeniona hapa, hata maiti yangu nadhani sijui ingekuwa wapi. Kwa hiyo kama umeokoka naomba uondoke. Nikasema ndio nitaondoka, na ikiwezekana hata hapa kwako nisikanyage. Kwa kweli nilimjibu hivyo mamangu, yaani nilipata tu jasiri nika nimeondoka nimeenda kanisani. Nimekaa kule kanisani, nimekaa huko nikawa nimepata hela tu. Akaniambiaje mtumishi, kama mpata hela unakutakiwa unaenda unapika pale mgahawa. Kweli jioni zingine naenda natembeza biashara, napiga zingine mgahawa. Sasa siku nikamwambiaje mtumishi, nimeshapata nanilia, natakiwa nikapanga chumba, nimeshapata hela. Mtumishi akukataa. Akaniambia sawa, kama una hela, lakini usimje ukamwacha huyu Mungu ibadani uzuria, usije ukarudi tena kule. Yaani ukirudi tena kule utapata shida kubwa kuliko hii. Nikasema sawa. Basi mimi nimeenda nikatafuta chumba sehemu moja ng'ambo, nimekaa kule ng'ambo. Nimekaa karibia hata nusu mwaka. Roho ikaniambia ngoja tu niende kwa mama. Basi nimeenda kweli kwa mamangu. Siku yenyewe leo nimeikaza, japo niliondoka siku yenyewe tumegombana na mama. Nikasema hapana, nikaenda kwa mamangu. Nilipoenda kwa mamangu, nilimshukuru Mungu nilivyokuta mazingira. Yaani nilishangaa kwa kweli. Nilivyoenda nilimkuta mamangu, kwanza alinipokea. Alivyonipokea akaanza kulia. Alipoanza kulia akaniambia, kweli mwanangu, huyo Mungu unayemwabudu kweli ni Mungu wa kweli mwanangu. Yaani alianza kulia na kuongea hizo kauli, kwa sababu mimi nilijua mwanangu umeshakufa. Mimi nilijua hivyo. Akaanza kuongea maneno hayo, akaanza kulia. Akaniambia, mwanangu, huyo Mungu unayemwabudu kweli ni Mungu wa kweli kabisa. Akaanza kulia. Nikamwambia mamangu, wala usilie, Mungu ni mwema, na Mungu ni mwema, ataendelea kutenda tu siku zote. Basi mimi nimekaa pale na mamangu, nimerudi kwangu. Nimerudi ile jioni, nikaendelea kukaa pale kwangu. Lakini siku moja nakumbuka nimeenda kwenye maombi, ilikuwa jioni, siku ya mkesha. Nimeenda kwenye maombi. Basi nimekuta huku napokaa, yani nimekuta hali ambayo sio nzuri. Yani adui tu akiwa anakufuatilia. Yani nikakuta hali sio nzuri, huko nyuma wakawa wanachimba, yani wanataka kuingia kuiba. Sasa nimerudi ile asubuhi nikakuta hiyo hali. Nikasema Mungu. Bahati nzuri nikakuta hajaiba chochote, japo nilikuwa yani ndio hivyo, nikakuta hajaiba chochote ndani. Nikasema Mungu asante. Mwenye nyumba akanikandikia, nikaendelea kuishi. Sasa nilivyoendelea kuishi, siku tena kulikuwa na ibada jioni. Nimeenda kanisani, nikarudi nikakuta watu wameingia, wamebeba kila kitu. Yaani wameiba kila kitu. Yaani walichagua tu zile nguo ambazo wanajionaga kwamba navaa naenda kanisani, ndio wakachagua zote wakabeba. Basi nikasema Mungu wangu, yaani wamefanya hivi ili mimi niache kwenda kusali. Nikasema Mungu wetu alisema hivi kwamba mtu angalie mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Nikasema kama wamefanya hivyo kwa nia mimi kwamba nisiende kanisani, nitaenda, kwani Mungu alinipendea nguo. Naenda hivyo kanisani. Siku Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ukimsukumia Mungu wala usio na kinyongo, Mungu ni mwaminifu. Siku nyingine nimeenda ibadani, una dada mmoja hivi ni mpendwa mwenzangu. Tulionana siku moja tu kwenye mkesha pale. Sasa siku nyingine kaja kututembelea pale, akaniangalia, akaniangalia tu. Basi tunapotoka kanisani akaniita, dada samani, kuna siku nilikuona kwenye mkesha. Nikamwambia sawa, wewe unaishi wapi? Nikamwambia naishi huku. Akaniambia mimi nataka nikutembelee leo kwako. Nikamwambia sawa. Basi akawa kweli kaenda mpaka kwangu. Alivyoenda mpaka kwangu,
alivyokuta yani yale mazingira, yani hakusema chochote, alihuzunika tu akawa ameondoka. Kesho yake akaniambia, akanipigia simu, "Upo nyumbani?" Nikamwambia ndio, nipo nyumbani. Basi baada ya dada kuja siku yenyewe akaangalia tu ndani mwangu, akahuzunika, akawa ameondoka, hakuniambia chochote. Siku ya pili yake akanipigia simu, akaniambia, "Mama Esther, uko wapi?" Nikamwambia nipo nyumbani. Akaniambia sawa, nisubiri hapa hapo, mdogo wangu nakuja. Nikasema sawa. Kweli yule dada nilimuona amekuja.